pamoja na mengi magumu. Tuendelee kumwomba Mungu atupe neema ya kuanza mwaka mpya wa 2026 tukiwa na amani tele, umoja, mshikamano, undugu wa kitaifa, huku tukipokea ushauri wa kimungu katika mambo yote. Mimi nipende kwanza kushukuru mchungaji Kasisi. Kwenye Biblia kuna mahali pameandikwa Mungu anapendezwa sana ndugu wanapokaa kwa pamoja na kwa umoja. Sasa mchungaji Kasisi, sisi wote hapa ni ndugu katika Kristo, lakini ametuunganisha Wakristo wakashura walioko duniani kote kwa kitu hiki kimoja. Tunachokifanya hapa tunajua wote tulioko huko duniani tuliotalii sehemu mbalimbali. Kwa hiyo baba mchungaji Kasisi, tunakushukuru kwa niaba ya wote ambao wako hapa. Tunakushukuru sana tena sana kwa kutuunganisha tukawa ndugu wa moto, tukawa pamoja, lakini kwa nini? Kwa umoja pia. Mungu akubariki sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Ni jambo la kumshukuru Mungu tunapoona anatuongoza tukapiga hatua na kuona anaendelea kuwa Mungu wetu katika nyakati zote. Christmas ya mwaka uliopita tulimaliza, na sasa kwa kushangaa Mungu ametufikisha Christmas ya mwaka huu. Tumshangilie Mungu. Christmas ya mwaka huu tunasherehekea tukiwa tumeboresha benchi zetu. Ukiziangalia benchi zetu sivyo zilivyokuwa Christmas ya mwaka uliopita. Tumshangilie Mungu tena. Christmas ya mwaka huu tunaisherehekea tukiwa tunajiandaa ili wale wanaokaa nje wakati wa Christmas kama hii wakakosa nafasi, ili nao waweze kuwa wanashiriki ibada kama wanavyoshiriki sasa. Sasa hilo hatujashangilia kwa sababu halijakamilika. Hilo tunaendelea nalo, lakini nipende kutumia nafasi hii kuwapongeza sana kwa namna tulivyojitoa na tunavyoendelea kujitoa. Kwa hiyo tupige makofi, tumejitoa vizuri sana. Ninawapongeza sana kufikia sikukuu hii ambayo kwetu sisi wa Kristo ni sikukuu kubwa. Ni kubwa kwa dunia. Dunia yote leo inaadhimisha kuzaliwa kwa Mwokozi wa ulimwengu. Hongereni sana kwa neema hii ya kuona tena Noeli hii ya mwaka 2025. Ni kwa neema Mungu ametuwezesha kuiona siku ya leo. Sio kwa nguvu zetu, sio kwa ujanja wetu. Wako wengine walitamani sana kuiona siku ya leo kama sisi, lakini kwa bahati mbaya hawakuiona. Sasa mimi na wewe tumependelewa na Mungu. Tunamshukuru Mungu sana. Ametustahilisha mwana wa Mungu. Ni kwa sababu ana sababu kwa maisha yetu. Ndugu zangu, kuzaliwa kwa Yesu kulidhihirisha kuwa Mungu ni mwaminifu katika hali zake, kwa sababu utabiri wa Isaya ambao tumeusoma sasa katika neno hili kutoka Isaya 9:6 mpaka 7 ulitimia baada ya miaka ipatayo 700 kabla ya Kristo. Kabla Yesu hajazaliwa, unabii ulishatolewa. Kwa hiyo dunia ilisubiri kwa muda mrefu sana, lakini Mungu kila alichoahidi anakitimiza. Bwana asifiwe. Anakitimiza kwa sababu ahadi zake ni kweli, na yeye ni wa kuaminiwa na anaaminika. Tunaweza tukamtegemea katika ahadi zake, hata kama tunamwona anachelewa. Kama umemwomba Mungu kitu na unaona anachelewa, usivunjike moyo, kwa sababu Mungu yeye hufanya kwa wakati wake, hutenda kwa wakati wake. Na wakati wa Mungu sio wakati kama kwetu. Mungu anajua timing, anajua muda mzuri ambao unapaswa kupata kile ambacho unastahili kupata kutoka kwake. Kwa hiyo tunakutia moyo, usivunjike moyo. Kama umekuwa ukifanya maombi bila jambo fulani, usifikiri Mungu amesahau. Mungu hasahau. Mungu hujibu kwa wakati wake. Na hili alifanya miaka 700 kabla ya Yesu kuzaliwa. Alitabiri nabii Isaya jambo hili, na
ikatimia karne ya kwanza. Bwana asifiwe sana. Amina. Na unajua kuzaliwa kwa Yesu kulibadilisha mifumo mbalimbali ya dunia. Muda hautoshi kusema mengi, lakini niseme moja tu. Kwamba baada ya Yesu kuzaliwa, hata ulimwengu ulibadilisha namna ya kuhesabu miaka. Ndio maana sasa tunaposema tuko 2025, ni karne, ni Christmas ya mwaka 2025. Ukitaka kusema vizuri zaidi kama inavyotakiwa, unasema mwaka 2025 baada ya Kristo. Na hii sasa dunia nzima inafanya hivyo. Hata wale wasiomwamini Yesu. Hapo mataifa mengine na dini zingine zinaendelea, lakini katika ujumla wake nchi dunia nzima inahesabu kalenda kwa namna hiyo. Mwaka 2025 baada ya Kristo. Au mwaka 2000, mwaka 700, mwaka 2000 kabla ya Kristo. Kwa sababu kuzaliwa kwa Yesu ni jambo lililobadilisha dunia. Tunamshukuru Mungu kwa sehemu ya watu wanaomwamini Yesu. Bwana asifiwe sana. Amina. Tukumbuke siku zote, jambo la kwanza, Yesu amezaliwa kwa ajili yetu. Yesu amezaliwa kwa ajili yako. Hebu mshike mkono jirani yako, mwambie huyu Yesu tunayesherehekea kuzaliwa kwake amezaliwa kwa ajili yako. Mwambie Yesu amezaliwa kwa ajili yako. Kila mtu ajue jinsi alivyo au mtoto mkubwa, Yesu anazaliwa kwa ajili yako jinsi ulivyo. Bwana asifiwe. Amezaliwa kwa ajili ya kila mtu bila kujali hali yake. Amezaliwa kwa ajili ya matajiri, amezaliwa kwa ajili ya maskini, amezaliwa kwa ajili ya weupe, amezaliwa kwa ajili ya weusi, amezaliwa kwa ajili ya wagonjwa, amezaliwa kwa ajili ya wazima, amezaliwa kwa ajili ya waliokata tamaa na kusongwa na shida na dhiki za dunia, amezaliwa kwa ajili ya walioonewa na ibilisi na wanadamu na wengine wanaonewa na wanadamu wenzao, amezaliwa kwa ajili ya wote walio katika vita na wengine wamethiriwa na majanga ya asili kama vile mitetemeko na vimbunga na kadhalika. Yeye ndiye faraja yetu. Yeye ndiye tumaini letu. Mahali pasipo na tumaini, yeye anasimama kama tumaini letu. Yeye ndiye nguvu yetu sisi tunaojiona ni wanyonge. Yeye ndiye nuru yetu kwetu sisi tuliogubikwa na giza na taabu za maisha haya. Yeye ndiye tumaini letu. Yeye ndiye msaada wetu tunaojiona hatuna msaada kwa yeyote. Yawezekana uko mahali ambako huoni mahali pa kupata msaada. Yeye amezaliwa kwa ajili yako au msaada wako. Yeye ndiye msaada wetu. Yeye kwetu sisi ndio kimbilio na nguvu. Msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso. Hata katikati ya mateso tutamtazama yeye, kwa sababu yeye ndio kimbilio, ndio nguvu yetu, ndiye tumaini letu, ndiye msaada wetu. Tutamtazama yeye. Hatutaogopa hata mambo yakibadilika, hata hali ya hewa ikibadilika, tutamtazama yeye kwa sababu tunajua amezaliwa kwa ajili yetu, amezaliwa kwa ajili yangu, amezaliwa kwa ajili yako. Anaenda kusudi na maisha yako. Jipe moyo, usikate tamaa. Bwana asifiwe. Ushauri wa Yesu ni wa hakika. Ushauri wake si wa kibinadamu, ni ushauri wa Mungu mwenyewe, tena Mungu mwenye nguvu, muumbaji wetu. Yeye aliyetuumba ndiye ameshikilia hatima yetu. Yeye huyo ambaye ametuumba sisi ni mali yake mwenyewe, ndiye ambaye ameshikilia hatima yetu. Anajua jana yetu, anajua leo yetu, anajua kesho yetu. Yeye amebeba, ameshikilia hatima yetu. Anajua tunayopitia na anajua mahitaji yetu. Anazo nguvu na uweza dhidi ya kila changamoto unayopitia. Aweza kutusaidia, aweza kutuvusha. Huyu Yesu alizaliwa, ndio maana anaitwa Mungu mwenye nguvu. Wako watu wanasema Yesu huyu ni binadamu, Mungu hawezi kuzaa, na tunasikia mambo ya namna hiyo, ndio. Lakini neno la Mungu, kama mtu anaamini Biblia, hawezi kuwa na mashaka juu ya jambo hili, kwa sababu Isaya anasema huyu anayezaliwa mtoto ni Mungu mwenye